Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi Na awe rohoni mwako. Ndugu zangu, karibuni kwenye adhimisho la ibada hii ya Eucharistia. Tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mipango yote aliyotujalia mwaka huu wa 2025. Tunapotarajia mwanzo wa mwaka 2026, tuomba kwamba mipango yetu na yote ambayo tumeweza kuyaweka yaweze kutimia, na zaidi tunamwomba atujalie afya ya kimwili na ya kiroho, ili tunapokamilisha mwaka huu tuweze kufanikiwa pia mwaka ujao. Kwa ajili ya udhaifu wetu, kwa ajili ya yale tunayoyafanya yasiyomfurahisha Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Kwani sisi tu wakosefu, ewe Bwana tuhurumie. Kwani sisi tu wakosefu, ewe Kristo tuhurumie. Ewe Kristo tuhurumie. Kwani sisi tu wakosefu, ewe Kristo tuhurumie. Kwani sisi tu wakosefu, ewe Bwana tuhurumie. Ewe Bwana tuhurumie. Kwani sisi tu wakosefu, ewe Bwana tuhurumie. Kwani sisi tu wakosefu. Amani kwa watu, twakusifu tunakuheshimu, twakuabudu tunakutukuza, twakusifu tunakuheshimu, twakuabudu tunakutukuza. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu aliowaridhia. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu, Bwana Mungu mfalme wa mbinguni, Mungu Baba mwenyezi. Bwana Yesu Kristo, mwana pekee, Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwenye kuondoa dhambi za ulimwengu, pokea ombi letu. Mwenye kuketi kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa kuwa ndiwe pekee yako mtakatifu, pekee yako Bwana, pekee yako uliye juu kabisa, Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. Mungu Mwenyezi, sisi tunaofungwa na utumwa wa tangu kale chini ya nira ya dhambi, tunakuomba utujalie tuokolewe kwa kuzaliwa kupya katika mwili wa mwanao pekee anayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Nasonga mbele,
barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane. Nawaandikieni enyi watoto, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Nawaandikieni enyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliyeko tangu mwanzo. Nawaandikieni enyi vijana, kwa sababu mmeshinda yule mwovu. Nimewaandikieni enyi watoto, kwa sababu mmemtambua Baba. Nimewaandikieni enyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliyeko tangu mwanzo. Nimewaandikieni enyi vijana, kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu limo ndani yenu, na mmemshinda mwovu. Msiupende ulimwengu na yaliyomo ulimwenguni. Aupendaye ulimwengu hana upendo wa Baba ndani yake. Yaliyomo ulimwenguni ndiyo tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha maisha. Haya hayatoki kwa Baba, bali yanatoka ulimwenguni. Ulimwengu utapita na tamaa zake, lakini afanyaye atakalo Mungu atadumu milele. Neno la Bwana. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Mpeni Bwana, enyi jamaa za mataifa. Mpeni Bwana sifa na enzi. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Leteni matoleo, ingieni katika nyua zake. Mwabuduni Bwana kwa fahari na utukufu. Tetemeka mbele zake, nchi yote. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Waambieni mataifa, Bwana ni mfalme. Amekaza ulimwengu usitikisike. Atawahukumu watu kwa haki. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Shangilio la Injili. Haleluya, haleluya. Siku iliyotukuka imetung'aria. Njooni enyi mataifa na tumwabudu Bwana. Kwani leo nuru kuu imeshuka chini duniani. Haleluya, haleluya. Haleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule walikuwa na nabii mwanamke ndiye Ana, binti Fanueli wa kabila la Asheri. Alikuwa mzee sana. Kwanza baada ya wanawali wake aliishi na mume wake miaka 7. Kisha ya wanawali wake akakuwa mjane mpaka kufika umri wa miaka 34. Alishinda daima hekaluni akimtumikia Mungu kwa kufunga na kusali usiku na mchana. Naye ikafika saa ile ile akamtukuza Mungu na kuwasimulia habari zake wote waliotazamia ukombozi wa Yerusalemu. Habari zake basi alipotimiza yote aliyoamriwa katika sheria ya Bwana, walirudi Galilaya, mjini kwao Nazareti. Mtoto akakua, akaongezeka nguvu, akawa amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Injili ya Bwana. Sifa. Baada ya wanawali wake aliishi na mume wake miaka 7. Kisha akawa mjane mpaka kufikia umri wa miaka 84. Tumsifu Yesu Kristo. Sifa za Mama Bikira Maria. How are you? Merry Christmas.
Ni neno njema kuwa hapa tena kwa mara nyingine siku hii tuweze kushirikishana katika maandiko matakatifu. Kristo mwana wa Mungu, yeye neno aliyefanyika mwili, akazaliwa kupitia kwa mama Bikira Maria, neno likakaa kwetu, Emmanuel. Bado tunasherehekea sikukuu za Krismasi. Kama vile mnavyofahamu, katika tamaduni za Wayahudi ni kwamba sherehe yote ile, iwe sherehe kubwa, ilikuwa inachukua takriban siku 8 days of celebrating, and each day was the same, kwamba kila siku ilikuwa ni sawasawa na ile siku ya kwanza. Tamaduni, na saa hizi tuko kwenye inaitwa the octave of Christmas. Ambia mwenzako octave. Ongelea kama kwa octave. Octave of Christmas. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ile mng'aro ulikuwa umepiga tarehe 25, kwa hivyo mimi nilikuwa 25. God is good. That every single day from Christmas you count 8 days. Each day is a Christmas. And today we are still on the 6th day, which means we are still celebrating Christmas. Ndio maana bado tunaimba utukufu katika misa zote, katika ibada zote. Utukufu kwa Mungu aliye juu mbinguni. Because it was not easy Kristo kubali kuwa binadamu. It's like you are living your glory out of your comfort zone, then you are going to some place where you know you are going to suffer. You understand the life of Christ, kwamba yeye alikuwa ni Mungu, the Trinity. We all know that, kwamba mafundisho yanatuambia kwamba Mungu ni mmoja, lakini ndani yake kuna nafsi ngapi? 3. Nafsi ya kwanza ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na hizi nafsi 3, they are revealed to us in different forms. Zinakuja kulingana na muda wake. There, God the Father was seen and was really felt in the world na kwa maisha ya binadamu. Testament, where we can see Mungu mwenyewe alikuwa anazungumza na watu, kisha watu hao ambao Mungu amewateua anawatuma wanene na watu wengine. Be all those people. That one was the works of God the Father. Tunapata pia God the Father is the creator. In 6 days he created the world and all that is in it. Wakati sasa what is being revealed wakati huu ni Mungu Mwana, the second person of the Trinity. Sasa Mungu Mwana ambaye ndiye neno ambalo tunaambiwa lilifanyika mwili. And how do we find this? Kwa sababu during Christmas tulisoma Injili ya Yohana kuanzia kwa mlango wa kwanza. Neno, naye neno alikuwa ni Mungu, na hakuna lolote ambalo lingeweza kufanyika pasipokuwa na huyo neno. God is good. And that is how now the neno, which is now Christ, ambaye sasa ndiye Mungu Mwana, alionekana wakati wa uumbaji, sasa akafanyika mwili kupitia kwa njia ya mama Bikira Maria. But we understand our frailties, kwamba sisi we have so many weaknesses kama binadamu. It was very difficult for people to believe that truly God the Son has been given birth. Inakuaje mtu ambaye ni binadamu wa kawaida amzae Mungu? That is impossible. Sasa tunaamini kwamba Kristo ana nafsi mbili za kipekee ambazo zimeunganika. We have the human person and the divine person. Tena yeye ni mtu. Ndio maana tunasema tunasadiki kwamba Kristo ni Mungu kweli, tena ni mtu kweli. Mungu ni mwema. That is it, how Christ now is being confirmed to us binadamu. And it was not easy for the Jews to believe that. Ndio maana Yohana alipokuwa anaandika alisema alizaliwa kwa wale walio wake lakini hawakumpokea. My dear brothers and sisters, it is difficult for your family to believe that you can bring change in the life of the people who are used to you. Ni ngumu sana ukonvince marafiki zako kwamba you are a changed person. Ama namna gani? Ni ngumu sana you convince your friends that now what you are doing in the past is no longer part of you. It's very difficult because these people wanajua the person whom you are, they know the family where you are coming from, and they know what you have been doing when you are a child. So you cannot tell them anything new. Hawezi kuambia kitu mpya. They will always remind you. That's why Kristo alikuwa anaambiwa kwamba huyu tunajua baba yake. Baba yake ni seremala. Mama yake tunamjua. Mama yake tumekuwa na yeye hapa tu. How comes tunaambiwa kwamba huyu ndiye Mungu? And that is the difficulty that the Jews had. So ndio maana maandiko matakatifu yanatupatia fursa ya kuweza kuamini mambo haya kupitia kwa watu tofauti. You remember Christ was born when
for Mother Mary was a virgin. Tunaambiwa mwanamwali. Mwanamwali in the Jewish tradition, this is a young girl who is about to be betrothed or who has already been betrothed. Yani there is courtship. You know what happened in the Jewish tradition ni kwamba when the child is there already, alikuwa anajulikana kwamba huyu atakuwa mtu fulani. So when you grow up, the family takes good care of you, knowing that hata mahali ilikuwa inalipwa mapema. So that when the time of marriage comes, there is no problem. Sijui kama siku mtu analipa mahali mapema. Mungu ni mwema. Mtu analipa mahali mapema sana? Ama inafikaka hapo kwa ndio vitu vitendanga, sio? You never know. Ama mnangana. So during the Jewish tradition, ilikuwa ni kwamba dowry was paid very high. And also the family members were involved in love. Yeah, the family members were involved in your love. The two families knew each other earlier. And during the time of betrothal, it was between the age of around 13 to 24 years. So Mother Mary, as we know from the tradition of the church, Christ was given birth around when she was around 14 to 15 years. A very beautiful young girl. And of course, God chose the most beautiful. So my dear sisters, if you are between 14 to 25 years and you are not beautiful, you may. Sijasema nasema wakule wengine kwenye watu nakuwa. Usikae kama mtamoa mtengo tu, yani unakaa tu fua, unakaa tu nde. You see how will God choose you to be this instrument? Well groomed, that is it. It depends with how you grow. It doesn't matter as long as you look good. Then, what we learn from also these stories that today we are meeting a person of love to God. Anna, binti Phanueli, the daughter to Phanuel. We are told that huyu alioleka na akakaa na mwanamume wake miaka ngapi? 7. Mungu ni mwema. Miaka 7. Na baada ya miaka 7 mume wake akafa. She remained a widow. And she died at the age of 84. And traditionally, as I've told you, in Jewish tradition, you are married around 14, 15. So the husband died when she was around 22. Na akakaa single, miaka ngapi? 22 to 84. A widow. And remember, Jewish is between 14 to 24, which means she was still young. Lakini akakazia kwa watu. Akakazia. Yaani hata kabla yule akufe kuna baka. Kuna baka. Yaani you see, yaani kuna baka. You are always on siku wanaitaka ati mimi if yangu iko ushako. Lakini hapa Nairobi niko tuna power bank. Unajua power bank? Power bank inafanya nini? Ina boost battery. Ina boost battery. Lakini kuna stima yenyewe, sio? Ushako. Hapa Nairobi ni power bank. Power bank ikisha nguvu unafanya nini? Unanunua power bank nyingine. Ama namna gani? Lakini stima inabaki tu kwa stima. So you imagine this lady, she was only doing 2 things in the temple. Kitu ya kwanza, she was praying. Kitu ya pili, she was meditating. Only 2 things in the temple. And this passage comes just immediately after the story or the proclamation of Simeon. The prayer we pray during night prayers. The religious, they do. Connectable and pray. That's Luke chapter 2 from verse 35 going forward. When Simeon saw Christ, this is what he said. At last, all powerful Master, give leave to your servant to go in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared for all people. The light will enlighten the Gentiles and give glory to Israel, your people.
So Simeon is a Jew who is telling other Jews that truly this is Christ. Lakini bado hawakuelewa, hawakuamini. Today we are now reading the passage of Anne. Anne is a prophetess. Meditation and prayer. Tamaa yake pia ilikuwa ni kumuona Mwokozi. Just immediately after Simeon saying those things, another prophecy he gave that this son or this son of yours, this is what she told Mother Mary. Huyu mwana wako atakuwa kielelezo katika jamii. Atakuwa what do we call it? He will be the reason as to why many will be risen up and many will fall down. He is also the reason why a very sharp panga ni project of Moses. Panga. Sword. Machete. Akineka panga. Machete. Yeah, lazima tupanga alafu naweka quotes. That is it. Will pierce through your soul and your heart. Machungu ambayo tunayasoma tunayapitia Mama Bikira Maria kuhusu maisha ya Kristo. So, dear brothers and sisters, sometimes we might be the source of happiness to our families. Sometimes we might be the source of our sorrows to our families. And that's how life fluctuates. Our prayer is always that we be the source of happiness to our family. But not always easy to make people always everybody happy. Kuna venye za furahisha kila msego. It's very difficult, sio? Kuna wengine watakuwa wanafanya kitu poa, lakini kwa sababu ya wivu anakonea vibaya. That is life. So Christ, despite the fact that he did everything good that pleased God, lakini Wayahudi hawakufurahia. And that's why they never believed that Christ came up to today. That's why on Good Friday kuna sala yenye tunaomba kwa ajili ya Wayahudi. We pray for them. Alizaliwa katikati yao, but they never believed up to today. Kinds of prayer that Anna was giving. The first kind of prayer that we can experience kwa maisha yetu is an active prayer. Active prayer ni ile mambo unaomba kila wakati, you are involved. Unaomba rosari, unaomba novena, unaomba unakuja misa. That's active. Your body is involved. Then you have what we call a passive prayer. Passive prayer is where God takes over. Unaachia Mungu. That one includes meditation. Sometimes you don't need to pray. Just listen to your heart. Just listen to your feelings. Just listen to your body. That's a kind of prayer where God takes control. Because sometimes our words are limited. Maneno yetu hayawezi kusema kila kitu. You can speak, but you cannot speak everything. But when you leave God to speak to you or to speak with you, you realize that your needs, yale yenye unahitaji, kwa sababu mahitaji ni mengi sana. So let us pray today, dear brothers and sisters, that our hearts, our souls, our minds may be focused to Christ. I understand, and I don't know if it's possible right now. Kwa maana tunaambiwa huyu Anna, she stayed the entire life in the temple. How long do we take in church? God is good. Wakisema vijana batuni mambo matangazo, what happened? Ni kama wamesema vijana famili haraka mtoroke kabla baada ya kufanya kitu fulani, what happens? We don't. Only few will do it. But let us learn from Anne. She gave her life to Christ and to God. And that's why only good things are revealed to those who are focused to the Lord. Kwamba ni vitu vizuri tu ambazo kwa wale ambao focus yao iko kwa Mwenyezi Mungu. We can be praying but we are distracted. We can be holy or we can appear to love God but there are so many distractions. Lakini leo tunajifunza kutoka kwa huyo Anne. It will not take a short time. It may take a very long time. From 24 years of age, going up to 84 years, all those 62 years, maintaining life in the temple is not easy. Kumpenda na kumtumikia Mungu, responding to the God's goal, and always focusing on the life of your spiritual life. Let us pray that today in our function, as we express our love to God in various ways, as we express our love to God in various designs, let us pray that may that one also be a source of praising God. Ya kwamba kupitia hapo pia Mungu ajue kwamba the talents that He has given us, we can also do it in the church. Let us not bow down our heads. Let us express what we have. Because, unaweza angalia msao ukasema huyu jamaa hawezi dance, si ndio? Kuna mtu unaweza angalia usema huyu hawezi hata imba, si ndio? Lakini wahenga na wahenguzi hawako kupaka mafuta kwenye
kwenye ninio ya chupa waliposema kwamba don't cover a book by its don't judge a book by its cover. Oh, don't book a book by its tag. Kwa ujumbe wa Bwana Yesu Kristo. Bwana twakuomba. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, upende kulilinda, kulitunza na kuliongoza kanisa lako takatifu. Uwaimarishe wachungaji wa roho zetu, ili waweze kuliongoza kwa busara kundi walilokabidhiwa na mchungaji mwema. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya nchi yetu. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, upende kuwabariki na kuwatunza viongozi wa serikali, wawe na nguvu ya Bwana na waweze kuongoza kundi lako kwa haki na amani na kuleta mapatano ya kweli. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya wanaoteseka. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, tunakuomba uondoe magonjwa, ufukuze njaa na kuepusha tabu yote inayowaathiri watoto wako. Kwa huruma yako, waweke huru wote wanaosumbuliwa na mateso. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya familia. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, upende kuzibariki familia zetu zote. Uziwezeshe kuishi kwa upendo, amani na umoja na kuiga familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya wito. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, shambani mwako kuna mavuno mengi, lakini watendakazi ni wachache. Tunakuomba waite watoto katika shamba lako kama mapadri na wazao. Twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya marehemu. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, wajalie ndugu zetu marehemu rehema yako, wapumzike kwa amani. Twakuomba utusikie. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. naomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. I may give him the gifts of money, he may not take it. I may give him the best of my shoes, he may not take it. I may give him the best of my clothes, he may not take it. I may give him the best of my shoes, he may not take it. A loving heart, a patient heart, a humble heart, a caring heart, he will love. A loving heart, a patient heart, a humble heart, a caring heart, he will love. Tuombe. Bwana, wewe radhi kuvipokea vipaji vya taifa lako, ile hayo wanayoungama kwa imani na uchaji wayapate kwa njia ya sakramenti za mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako.
Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kwa kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Maana kwa fumbo la neno aliyetoa mwili, mwanga mpya wa utukufu wako umetuangazia macho ya akili zetu, ili tunapomjua Mungu katika hali ya kuonekana kwa njia yake, tuvutwe kuyapenda mambo yasiyoonekana. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, tuimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Kwa nia zetu na mahitaji yetu, kwa kulitii agizo la Mwenyezi Mungu, tukifuata masharti yake, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ulitukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika ushawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Tazame dhambi zetu, lati imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Daima nanyi na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, ondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Tazameni mwana kondoo wa Mungu, tazameni yeye aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao sisi tulioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno na roho yangu itakuwa.
mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize. Katika madonda yako unifiche. Usikubali nitengwe nao, na adui mwovu nikinge. Saa ya kufa kwangu niite, niamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amen. Wake sisi sote tumepokea neema juu ya neema. Tuombe. Ee Mungu unayetujia tunaposhiriki sakramenti yako, utujalie mioyoni mwetu matunda ya nguvu yake, ili kwa njia ya kipawa hiki chenyewe tustahilishwe kukipokea kipawa chako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Apende kutubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Twendeni kwa amani. Tumshukuru Mungu. Na muwe na siku njema. Amina. Amina. Amina.